Mamilioni ya waumini wa dini ya Kiislamu nchini na kote ulimwenguni walikongamana kusherehekea Eid-ul-Adha, sherehe ya ibada maalum ya kuchinja. Viongozi wa kidini na hata wanasiasa wametoa wito kwa taifa kukumbatia amani na utangamano, wakitoa tahadhari dhidi ya uchochezi, haswa wakisema utaleta uhasama ambao ni hatari kwa nchi, Wakenya wanapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Kevin Mutai anaarifu. Sherehe za Eid-ul-Adha zilifanyika katika msikiti Masjid Barawa huko Malindi, ambapo viongozi wa kidini walionekana kufedheheshwa na mvutano baina ya wanasiasa. Wanasiasa wakomeshe cheche zao za maneno, kwa sababu yale maneno ambao wanarushiana ni hatari kwa taifa, sababu tukaribia uchaguzi. Ujumbe huu pia ulikumbatiwa na wanasiasa katika swala ya Mombasa na Kwale, wakiomba umoja na upendo pasi na cheche za ukabila au chuki. Tusitelezeni katika kauli ambazo kwamba zinaweza kutugawanya. Kauli moja inaweza kuchukuliwa ni jambo dogo, lakini likiweza kuongezwa na la mwingine tunaweza kuleta taharuki katika Kenya. We can cause a lot of friction unnecessarily. Tafute yale mambo ambayo yanaweza kutuunganisha, wala tusitafute yale yanaweza kututofautisha. Wenye maradhi Mungu awajalie wapoe, wenye mazito Mungu awajalie wawe mepesi, wenye magonjwa Mwenyezi Mungu awapatie shifa ama tiba ama dawa, na sisi atupe umoja, atupe ufahamu, atupe upendo na atujenge tuwe tupendana kama taifa la Kenya. Na huko Nairobi, maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu walikongamana katika uwanja wa Sir Ali Muslim Club eneo la Ngara. Viongozi wametoa wito kwa Wakenya kusameheana na kudumisha umoja. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alitoa mbuzi 700 kwa familia na misikiti kufanikisha sherehe za leo. Kwingineko huko Kakamega, Waislamu walijumuika katika msikiti wa Jamia, viongozi wa kidini wakihimiza ukarimu na mshikamano katika jamii. Tunasherehekea siku ambayo kukamilisha mambo ya Haji, na tuko hapa na tunatoa salamu kwa Waislamu popote walipo waweze kusherehekea kwa njia ambayo ni mzuri kufuatana na sheria ya dini ya Kiislamu. Maadhimisho haya huambatana na sherehe ya kuchinja na kugawanya minofu kwa familia, marafiki na wanyonge katika jamii. Kevin Mutai, NTV kutoka Mombasa. Bila shaka kwa ndugu zetu na kina dada Waislamu tunasema Eid-ul-Adha Mubarak.